basi mwenezi wa kata yetu atajitambulisha machache, na baada ya hapo tutaenda kwa katibu kata na atajitambulisha naye atasema machache, na baada ya hapo sasa tutakuwa na nayo kusoma akina mama moto moto, vijana shumata shumata. Kwa majina najulikana, la kwanza naitwa Charles, la pili ni Deresh, lakini baba yangu niliyeonyeshwa na mama yangu mzazi, niliyeambiwa na mama yangu mzazi. Nafasi yangu ni katibu wa siasa na wenyeji kata ya Ng'ombe. Niwashukuru sana wote tulioko mahali. CCM oye! Uchungu wa mwana hasa nani? Mama. Wakati gani? Hapo ndio watu tunashirikiana wote. Hata kama baba yuko bize kiasi gani, mtoto akisumbua usiku hata inawezekana hayupo kabisa, yuko kwenye majukumu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumuiya ya wazazi kata yetu ya Bwanga, Mheshimiwa Diwani na waheshimiwa viongozi wote walioko mahali hapa, ngazi ya kata, ngazi ya matawi, niwapongeze sana mimi jumuiya hii ya wazazi. Maono mliyoyapata haya yanajenga, lakini nataka nikumbushe kitu kidogo tu. Mimi nakaa, Mheshimiwa Diwani, ukiwaona watu wana nyuso za kutabasamu kuja kwako, watu kama hawa, ukawaona wameambatana, wamesongamana kuja kwako, wameona matendo yale unayoyafanya yanawakonga mioyo. Kama ungeanza vibaya, nikueleze ukweli, mimi nimesema kweli. Nilisema kwenye ODC moja, watu wakatoka wakasema Leresh umejitoa fuzi. Mimi huwa naitoa fuzi kwenye ukweli. Kama ungeanza vibaya, usingewaona hawa watu wanakuja na vigeregere vinapigwa kiasi. Hakuna usingeviona. Lakini kwa ajili ya matendo yako mema na jinsi unavyofanya, yani matendo tu yale unayofanya ndio yanayofanya. Hata mimi nakuja kwa sababu ya hilo unachofanya. Vijiji vingi vimeguswa na wewe. Sasa hivi umekuwa gumzo. Ina maana umefanya vitu vikubwa kwa muda mfupi. Kweli muda wa siku 100 zile za Samia umefanya mambo makubwa sana. Mimi nikupongeze, lakini tuko hapa kwa ajili ya kukupongeza na tena. Tunaomba usivunjike moyo. Isiwe kwamba sisi tunakupongeza hapo kwa kupongeza kwa kupunguza nguvu. Hapana. Piga mwendo. Ina maana yake sasa tumekuja kukusukuma ni sawa na mtu aliyezama. Akaona kagaroni kwenye maji kwamba hako kanaweza kaniokoa. Akikagusa tu hivi kanaenda mbele. Upige juhudi, na maana yake uwe kama garoni ile inayotaka kumuokoa aliyezama. Akipiga hivi unasonga mbele. Songa mbele, upige kazi vizuri. Vijiji vyote sasa tunamtakia mafanikio. Maana yake tunataka tukufungulie. Jumuiya hii ninataka ujue kabisa kwamba wako nyuma yako na sisi chama tuko nyuma yako. Nadhani mimi sina ya kusema sana. Mbarikiwe na Bwana kwa wote mliotoa muda wenu. Swala la kutoa muda kwamba niende kwa Bwana kwenda kumpongeza, maana yake ni jambo ambalo mlitoa sadaka kwa Mungu Baba. Bwana wabariki sana wote. Mwenezi wa kata kwa nafasi kukaribisha na kukata atajitambulisha na atasema machache.
Tufunge mikono, tufunge mikono. Oye! Mungu wa mwana ajuaye mzazi hasa nani? Mama. Leo ninayo furaha kubwa sana, kwani si kazi rahisi iliyofanyika kupata uhuru wetu, lakini pia waliokuwa waliomba wengi. Baada ya kupokea majina, mimi kazi yangu kama mkurugenzi wa uchaguzi ambaye nilikuwa nimeteuliwa, tuliyatuma wilayani yawekea alama fulani za uteuzi. Lakini niseme ukweli mbele yenu, hii jumuiya ya wazazi kwa ni kubwa kufikia kisibano mimi nikawasikia hao wazee, na kweli hata mimi nilipata sauti kwa jamani, kunikonga roho huku, nileteni saa 8. Ni furaha kubwa katika uongozi wangu wa mara ya kwanza. Unafika kijiji kwenye hali ya ngumu na changamoto, lakini tunapata ushindi wa kijiji cha Chama cha Mapinduzi, lakini kumpata mtoto mzuri mweledi mchapakazi kama huyu Kanane, huyu ni ndugu yetu, ni mtoto wetu. Wengi tulitegemea na tuliomba sana tufanye kazi na huyu, lakini kumbe kila kitu kufanya kazi kwa mkono Mwenyezi Mungu. Aliomba mapema, lakini Mwenyezi Mungu kajalia baraka zake, lakini hatimaye mwisho Mwenyezi Mungu akanyosha mkono wake. Mungu barikiwe sana Bwana Kanane. Ameanza vizuri. Niseme ukweli, katika mtenda mema baadhi watu hutukia, lakini kaanza vizuri ambavyo watu hawakutegemea. Watu walijua kwamba sana, na kwamba tulishakuwa na baadhi ya wachimbaji Isembigeni, kumbe mchimbaji ni mtoto wa watu kabisa, afanya kazi za Mungu. Abarikiwe sana. Mimi siku ya leo nasema mbele yenu, jumuiya hii ya wazazi imenikonga roho, kwa sababu mlinipa ushirikiano wa kutosha. Tumepambana kumpata kijana wetu ambaye leo ni saa 8 na anashangaza watu kwa ajili ya kuanza vitu kama hivi. Ni wachache ndugu zangu. Wewe hujaenda kupata kawaposhe, ulishaanza kufanya vitu. Kwa hiyo kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Bwana. Amen. Mimi kwa kweli maneno mengi kwa siku leo sina, lakini mheshimiwa saa 8, nipende kukuhakikishia jumuiya ya wazazi ni muhimili mkubwa ndani ya chama. Jumuiya ya wazazi ndiye muhimili mkubwa ambao sisi wenyewe tunapiga sauti juu yao, kutuongoza na kutegemea mawazo yao manake ni mawazo ya mzazi, na sisi ni watoto. Utakaidi mawazo ya mzazi, utakaidi kuwa na akili kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kwa siku ya leo ninawapongeza jumuiya ya wazazi. Muendelee kuwa na mshikamano huu tulionao. Niwaombe tusiyumbishwe na mtu yoyote, tutembee kwa mbele. Chaguo letu kumbe ni chaguo sahihi, na mmejao na kijana wetu saa 8 chai, lakini pia ni watoto wetu wawili. Tunaye saa 8 chai, lakini pia na mtoto wetu Lucas Rutandula wa Rutandula. Sisi tunatembea kifua mbele. Mpaka sasa ukisema unatoka Bwanga, watu wa Paramasa wanatupigia saluti. Sisi moyo. Tumezao sisi hapa, niwaambie ukweli kabisa. Sisi hapa ni mzazi kizaa chema. Sisi moyo. Napenda kusema fulani leo nyingi sana, lakini sio kufani. Asanteni sana. Na tukaona ni jinsi gani katibu wetu yetu na furaha ya katibu. Hayo tukukomeka sana. Kwa naye iko dunia watatu katibu mkokosa na kwa naye. Lakini kabla sijaenda kuendelea, nitoe nafasi ya upendeleo kwa mzee wetu. Kwa tukiwa naye kwa ushauri mbalimbali. Hakuna kama mawili, baada ya hapo niweze kuendelea. Mzee wetu karibu. Lakini nimeibaika kazini, nilikuwa nimeongea sina la. Bila sio nayo haraka. Amen. Nimeongea. Kwa ufupi sana. Furaha tulio nayo.
tusije tukaikatisha sisi ama asije akaikatisha yeye. Amina sana. Mheshimiwa Diwani, sasa na tukaona ni namna gani hii jumuiya yetu kama kusema kwa imejaa na lakini kio wetu ni furaha baada ya kile zile ndoto zetu ambazo kwa tukifikiria baada ya kutimiza kama jumuiya ya wazazi tunaona hakuna sababu ambayo tutajizuia tufikie kwa mheshimiwa. Nafikiri unaelewa tangu kule kwa mapambano jumuiya ya wazazi hii imekuja kushika mkono kwa 100%. Tumekuwa na wewe tangu mchakato umeanza mpaka kuanza maoni, tumeenda kwa uchaguzi mkuu, tumeonyesha ushirikiano mkubwa sana jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo baada ya kupata ushindi mkubwa kama jumuiya ya wazazi, tunasema sasa hakuna sababu ya kuacha kufika nyumbani kwake na kumpongeza. Kikubwa zaidi sasa baada ya kuapishwa tu yale ambayo sasa ulianza kuyatekeleza kama risala ilivyosoma, tukaanza kushuhudia kwa majeshi na kutusukuma sasa kufanya haraka kutoka hapa. Tumeona mambo mengi ambayo umeyafanya kwa muda mchache, mambo mengi umeyafanya sana. Kwa hiyo sisi kama jumuiya ya wazazi tunajivunia kukupata wewe kuwa mheshimiwa wa diwani wa kata ya Bwanga hii, kwa sababu wewe mwenyewe unatokana kutoka kwenye jumuiya yetu. Mjumbe kama anatekeleza ngazi ya wilaya. Leo ni mheshimiwa diwani kata ya Bwanga. Kwa hiyo tunayo sababu ya kujivunia. Hebu tujishangilie kwa makofi. Leo ndio wetu, hatuna jambo lingine, jambo kubwa ni kupongeza na kumpongeza mama saa 8. Kwa sababu sisi yeye angesema unajua kina mama akisema hapa hamna, wewe ukavuka. Lakini tunakushukuru kwa masaa 8, hongera sana kwa kumruhusu na leo tunaya. Asante sana. Baada ya kusema hayo machache, nafikiri mengi yamesemwa. Swala zima la kupongeza na kumaliza zoezi hili litakuondoka nyumbani, hatuna swala lingine. Lakini tukaona tusije kupongeza kwa maneno tu matamu na nini, tukaona sasa tufanye hata kale kadogo kama mheshimiwa, kale kadogo na kwa sisi kwetu kadogo, lakini sisi kutoka moyoni tumeona tukiadhimisha kufika kwa. Kwa hiyo tuombe kwa kadogo mpaka sasa tunaenda kama zawadi kwa kupongeza kupata ushindi, tunaomba mheshimiwa